Kwanza kabisa niwashukuru sana waandaaji wa maonyesho haya ya 88 mwaka huu 2026. Kiukweli yameandaliwa kwa kiwango cha juu sana. Mimi kwa majina naitwa Nipris Wambuya. Mimi ni mkurugenzi wa sera na mipango, natokea Wizara ya Viwanda na Biashara. Nimemwakilisha Mheshimiwa Waziri Judith Kapinga ambaye alitakiwa kuwepo hapa, lakini pia kwa bahati mbaya amekutana na majukumu mengine ya kiserikali, kwa hiyo akaniomba nimwakilishe. Kwa kifupi tu, nimetembelea mabanda matatu ndani ya kijiji cha ushirika. Nimeridhishwa na maandalizi, lakini pia nimeridhishwa na mipango yao. Vyama vya ushirika ni sehemu muhimu sana katika mfumo wa uchumi wa nchi, kwa sababu ndio inawakusanyisha watu wengi wa chini kupitia wakulima na wafugaji, wanafanya shughuli zao, lakini pia wanakuwa na uhakika wa masoko ya bidhaa au mazao wanayozalisha, lakini pia inawasaidia pia hata kwenye swala zima la mitaji na masoko ya uhakika. Nimeongea pia na shirikisho la vyama vya ushirika kutoka mkoa wa Mara. Wamenifurahisha sana kwamba wanalima kwa kiasi kikubwa zao la kahawa, lakini pia pamba, na wamenithibitishia kwamba wao ndio wanazalisha kahawa bora hapa nchini. Na mimi nimewapa changamoto wajitahidi sana, wahakikishe ule mfumo wa vyama vya ushirika wa zamani ambao wakulima wa mazao makubwa ya biashara ikiwemo pamba, kahawa, ilikuwa inawanufaisha pia watoto na wajukuu. Kuna watu wamesomeshwa nchi hii kutokana na wazazi wao kuwa sehemu ya vyama vya ushirika ambavyo vilikuwepo zamani. Lakini pia nimetembelea banda la vyama vya ushirika vya mkoa wa Mbeya, ambapo nimefurahishwa pia na kukuta kwamba wanazalisha kokoa. Kokoa inayozalishwa Mbeya ni kokoa nzuri, na natamani sana namna ambavyo wanaiprocess. Tumewashauri tu kwamba wahakikishe kokoa hiyo basi inaweka nembo ya Tanzania ili ijidhihirishe kwamba kweli ni kokoa kutoka Tanzania, na watengeneze mkakati wa masoko kuhakikisha sasa inauzwa ndani kwa kiasi kikubwa, lakini pia nje, ili kuendelea kukuza uchumi wa nchi yetu.